wa masoko, maduka ya biashara. Lakini pia nimekagua mradi wa maji Mkinga, na kabla Mkinga tulikuwa kwenye sekondari ya Seif Gulamali Secondary School ya thamani ya bilioni 1 na milioni 100, na sasa nakuja Nsimbo kuja kuwapa ujumbe ambao Mheshimiwa Aweso ameutoa wa kwamba sasa tunaleta mradi wa maji mkubwa kutoka Ziwa Victoria. Wana Nsimbo, endeleeni kufanya kazi zenu mkiwa na amani kabisa. Endeleeni kutekeleza majukumu yenu mkiwa na uhakika wa uwepo wa serikali yenu. Wana Nsimbo, serikali yenu inaendelea kuwahudumia, kuwatumikia, lakini tunaendelea kusikiliza changamoto zenu na kuzipatia ufumbuzi. Mheshimiwa Gulamali anaendelea kutekeleza wajibu wake vizuri sana ndani ya Bunge kwa kuishauri serikali, kuiambia serikali changamoto mlizonazo. Wana Manonga, mtakuwa mashahidi, ziko changamoto mlizokuwa nazo ambazo tumeanza kuzitatuliwa na zinaendelea kutatuliwa. Hizo ni jitihada za mbunge wenu Mheshimiwa Seif Gulamali. Na nataka niwaambie orodha ambayo ametuletea Mheshimiwa Gulamali ya uhitaji wa vituo vya afya, uhitaji wa uunganishaji wa barabara kwenye jimbo hili, uhitaji wa ongezeko la shule za sekondari na vyumba madarasa, uhitaji wa maeneo ya kutolea huduma, zahanati, vituo vya afya vingine. Orodha ile tunayo na tunaendelea kuifanyia kazi kwa kutoa fedha ili zije kwenye jimbo lenu zitekeleze huduma hizo. Tunayo mambo 6 muhimu ambayo tunaendelea kuyatekeleza vizuri, yale ambayo yanawagusa nyie wananchi kila siku kwenye maisha yenu. Tunajua swala la elimu linawagusa kila siku kwa watoto wenu kwenda shule. Tunatekeleza. Sekta ya afya, kukaribisha huduma karibu na wananchi ili muondokane na gharama nyingi za kufuata huduma mbali. Ujenzi wa zahanati kwenye vijiji, vituo vya afya kwenye maeneo ya kimkakati, hospitali ya wilaya ambayo tunataka kujenga kwenye jimbo, lakini pia kuhakikisha kuwa hospitali ya mkoa kule ya rufaa inaimarika. Maeneo haya tumeimarisha. Changamoto iliyoko ni ya vituo vya afya kwenye baadhi ya maeneo ambayo Mheshimiwa Gulamali ameomba tuendelee kujenga maeneo hayo. Nataka niwahakikishie mbele yake kwamba Mheshimiwa Gulamali, orodha ile tunayo na tutaendelea kukupa uwezo wa kujenga vituo vya afya kwenye maeneo yote uliyotaka ajenge. Ndugu wananchi, sekta ya afya tumesema vijijini huku lazima tuwe na eneo la kutolea huduma za kwanza ambayo ni zahanati. Huu ni mkakati wa halmashauri. Tumekabidhi halmashauri fanya kazi. Ingawa Mheshimiwa Gulamali alileta orodha mahitaji ya zahanati, tulichofanya Mheshimiwa Rais aliridhia kutenga fedha kwa ajili ya huduma za zahanati ili kupunguza mzigo wa halmashauri. Mheshimiwa Gulamali, tunaendelea kuiangalia orodha kidogo kidogo. Tutaendelea kukupa milioni 50 za kusambaza zahanati kwenye vijiji, lakini vingine vitajengwa na halmashauri. Mheshimiwa Gulamali huyu ni mtu mzuri sana kwa sababu anaishauri serikali vile vile. Nataka niwaambie, pamoja na sekta hizi mbili, elimu na afya, lakini swala la maji hili ndio mkakati ambao tunao. Na uzuri sasa hivi baada ya kugundua kwamba tuna upungufu wa vyanzo vya maji kwenye maeneo mengi, tumeamua kutumia maziwa, mito, mabwawa kuchukua maji kupeleka kwa wananchi. Nyie wana Manonga mnanufaika na mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria ambao unakuja mpaka hapa Simbo. Na mradi huu umesambaza wilaya nyingine zote, Kaliua, Urambo, Sikonge, Tabora yote, Nzega na Igunga yenyewe. Hizi kata 3 ambazo amezisema Mheshimiwa Waziri amezipokea na ameziwekea kwenye mpango kazi. Malengo ni yale yale ya kupeleka maji mpaka vitongojini.
hakuna kitongoji kitaachwa. Na mimi nimefurahi kuwasikia hapa Mheshimiwa Gulamali aliposema Dr. Samia, mkasema Dr. Samia, mnachokifanya najua mnakijua kwamba tuna vitu vinahitaji viendelee kutekelezwa. Kwa swala ujenzi wa vituo vya afya, miradi wa maji, elimu, mitano inayokuja tunakwenda kuimarisha zaidi. Na muimarishaji ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Mmefanya vizuri, hiyo kauli nimeisikia, napeleka ujumbe kwa Dr. Samia Suluhu Hassan aendelee kuwatumikia. Ndugu wana Nsimbo, najua muda unanitupa mkono. So mwisho wangu ni saa 12 na sasa ni saa 12:05. Acha wanipe dakika 10 tu nimalizie. Na najua kuna Waislamu wamefunga tunaenda kwenye futuru. Nataka niwahakikishie tunaendelea kuimarisha sekta ya umeme.